Tifu uisia juu mbinguni. Baba, ni asanti kwa sababu ya wema wako. Baba, tunaye mkutano mahali hapa, kuwa pamoja nasi. Saidia kila mmoja ambaye amehudhuria mahali hapa aweze kusikia kitu na aweze kutoka na kitu ya kuweza kumsaidia. Ili Baba, tutakapoona wote tumeenda njia moja, tulishukuru jina lako. Asante kwa sababu ya ndugu zetu kukubali tuweze kuendelea na mkutano. Ili Baba, tukaweze kuangalia tuone ni nini ambaye kinaovaa watu wafuate. Asante kwa sababu ya neema hiyo, kwani tunaomba ni katika Kristo aliye mwokozi wetu. Kwa sababu naomba wale ambao ni wasomi ndo watakaokuwa wenye viti, kwa sababu hatutaki tena kama jana. Kwa hivyo naomba mpaka tutakapomaliza utaratibu, nafikiri kesho utakuwa umekamilika. Umeomba, si hatujaomba. Umeomba ambaye si Mungu. Hata tuombe ambaye ni Mungu. Simama pale pale. Vipi? Simama pale pale bwana. Ukaombe huyo Mungu. Sisi tunaomba yule Mungu mwenyewe. Napenda sana hiyo maana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dini wa ba'd. Unajua sisi tuna furaha sana tukiwa katika mikutano kama hii. Hususan mwanzo ni sisi ni walimu wa lugha. Sisi ni walimu wa Uislamu, walimu wa dini. Sisi ndio tunajua Mungu. Sasa madhali ameomba ile ambayo ni kidogo katika miungu ambao ni kitoto, sisi tunafaa tumuombe Mungu mwenyewe ambaye ameumba mbingu na ardhi. Kwa hivyo mwanzo ni dua. Lakini naomba Waislamu walete chupa moja ya maji ndogo tu, tufanyie ruqya ile gari. Alafu turushie. Allah ihifadhi na hasadi, kwa sababu macho ya wachungaji mengine si mazuri. Lete maji haraka haraka mwanzo. Kwa haraka. Allah subhanahu wa ta'ala na hikma kubwa sana kuteremsha sura hizi mbili, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Hasadi iko. Shukran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم والله يشفيكم من كل حسد ومن كل عين ومن كل شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله يشفيكم. اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت شافنا لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. Secretary utafanya shughuli inshallah. Muda ni wa kusimamisha mada, lakini baada ya dua ambayo inahusu mkutano huu. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Naona mwenyekiti kwa upande wa Kristo ana hamu sana mimi nisimamishe mada, sababu kutoka jana namuona wasiwasi wake ataka nijue mimi niko vipi, lakini najua utanifahamu tu taratibu. Siwezi kuwa chairman alafu iwe hutonielewa. Utanifahamu tu biidhnillahi karim, lakini bado nitakupa Shaaban, bado ndio rika lako.
Shabani ndio rika lako, akufundishe mada iliyowapa leo, kati ya Nabii Isa, yani Yesu mwana wa Maryam, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yupi katumwa kwa ulimwengu mzima? Si ndio hivyo mchungaji? Hii ndio mada ambayo leo inazungumziwa hapa. Kwa hivyo bila shaka, kabla mada ianze, nimsimamishe mwalimu, kila mmoja fikra yake ibakie kwamba wote hawa ni manabii wa Mungu. Waislamu wameafikiana hivyo na Wakristo wameafikiana hivyo. Sasa tu kitu ambacho tunatafuta, yupi katumwa kwa ulimwengu mzima? Tunaelewana vizuri sana. Sisi Waislamu na Wakristo tumeafikiana Muhammad na Isa na Yesu, hawa ni mitume wa Mungu. Sasa tunaenda kuangalia yupi katumwa kwa ulimwengu mzima. Ustadh Shaban, uwanja ni wako, fundisha. Kwenye kamera naangalia, tunakwambia wewe Mkristo. Toka huko, vipi wewe? Neema hivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muda wangu unaanza. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wa baad, ndugu zangu katika imani na wale ndugu zetu ambao bado hawajabahatikiwa kuwa Waislamu, ni matumaini yangu kuwa nyote hamjambo, na kama hamjambo ndio furaha kwetu. Nimesimamishwa kwa ajili ya kutoa somo au mada yenye anwani ya manabii wawili hawa tukufu, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Nabii Isa alayhi salam, au Bwana Yesu. Ni nabii gani alitumwa kwa ajili ya ulimwengu mzima au kwa watu wote? Hilo ndio somo kwa mjibu wa vitabu, sio maneno ya kichwani au kutumia ujanja la, bali kama vitabu vinavyozungumza. Nitatumia maandiko mengi tu kiasi kulingana na muda. Nimepewa dakika ngapi vile? Manake ni mambo ya muda, sijajua dakika ngapi. 15 Asanteni. Naomba mwalimu fungue Qur'ani mara moja, bila kuzunguka huku wala kule. Nishafika baba. Sura ya 757 au 158. Shuka taratibu. 57 Qur'ani nasema. Inasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ambao wanamfuata mtume nabii aliyeumi, ambao wanamfuata mtume nabii aliyeumi, asiyejua kusoma wala kuandika. Huyu nabii hajui kusoma wala kuandika. Kwa nini? Lao angekuwa anajua kusoma, watu wangesema haya maneno amejitungia kwa sababu ni msomi. Lakini cha ajabu, huyu mtu hajui kwanza kusoma, vile kuandika hajui. Endelea. Na juu ya hayo, na juu ya kutojua kuandika au kusoma, na juu ya hivi ndio atafundisha mafundisho hayo ya ajabu ya nini? Ya Uislamu. Na juu ya kutojua kwake kuandika au kusoma, atafundisha mafundisho ya ajabu ya Uislamu, kwa sababu haya anayatoa kwa yule aliyomtuma, sio mwingine, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi. Endelea. Ambaye mtume huyo wanamuona ameandikwa kwao. Kwanza wanamuona ameandikwa kwao katika Taurati, ameandikwa katika Taurati na Injili, ambaye anawaamrisha mema na anawakataza yaliyo mabaya. 58 inasema, sema nani? Ewe Nabii Muhammad, sema ewe Muhammad, enyi watu, tulia. Hapa tunazungumza na watu, sio ng'ombe. Enyi watu, kijijua wewe ni mtu, sikiza Qur'an nakwambia nini. Endelea. Hakika mimi, yani yeye Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa nyinyi yote. Yani kufikia hapo nimepiga nusu ya mada. Dakika 15 sijamaliza 3, nimepiga nusu ya mada. Aya imesema moja kwa moja Mwenyezi Mungu amemtuma Mtume Muhammad kwa ajili ya watu wote. Sura ya 21:107 Qur'ani. 107 inasemaje? Kwa wale wenye kuandika maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Ni kazi, yani sina muda wa kujisumbua akili yangu, mambo rahisi kabisa. Endelea. Inasemaje? Inasemaje? Nasi hatukukutuma
Muhammad, hatukukuleta wewe mtume Muhammad ila uwe rehma. Wapi? Kwa walimwengu wote. Kabisa, ili uwe rehma kwa ajili ya ulimwengu wote. Yani raha kabisa. 25 aya nambari 51 Qur'ani. Aya yangu ya mwisho katika Qur'ani, tumwangalie na huyu Nabii Isa alayhi salam. 25 ngapi mwalimu? Aya 51. 51 inasema, wanamjua kwa jina la Yesu Kristo. Je, alitumwa kwa ajili ya watu wa Makueni County au watu wa Kenya au wazungu au kwa kina nani? Tutakuwa tushamaliza mada. Soma. Inasemaje? Na kama tungetaka, Mwenyezi Mungu lao angetaka, tungewapelekea katika kila mji mwonyaji wao. Yani Mungu angetaka kila mji angepeleka mwonyaji wao. Yani angepeleka mtume. Kama hapa Sultan Hamudu angeleta mtume, Mali mtume, si Maungu si ndo wapi kenda hivyo. Paka Mombasa angeleta mtume. Ana uwezo huo Mungu. Endelea. Lakini kwa utashi wake, kwa kutaka mwenyewe Mungu akafanyaje? Tumeleta nani? Nabii Muhammad. Akaleta mtume Muhammad kwa watu wote. Wewe mkatae, lakini unajichimbia mwenyewe shimo la moto mwenyewe, makazi yako. Mungu sio ameamua hivyo. Huyu ni mtume kwa ajili ya watu wote na akafunga. Hakuna mtume wala kitabu kitakachokuja mpaka kiyama kinafika, Qur'ani imefunga. Huo ndio msimamo. Tunamwangalia Nabii Isa. Huko tushamaliza. Ukitaka utakuja kwenye maswali. Hatuna kifua. Tangu jana tunawaambia taratibu kabisa. Maiki mmetupa wenyewe, mmetuandalia vyombo, sikizeni dozi ikiingia kwa makini. Sura ya 61 aya ya 6 ndani ya Qur'ani, au anzia 3:45 alitoa jana. 3:45 Qur'an, sura Ali Imran. Hapo kuna utamu. Ali Imran, sura ya babu yake Yesu. Sura ya babu yake. Yani sio Islamu, tunamjua Yesu mpaka babu yake na nyanya yake. Wewe ukija ukiona Uislamu usione hivi hivi. Kwanza niangalie, alafu muangalie mchungaji. Nani anafanana na Yesu? Utajaza mwenyewe. Endelea. 45 inasemaje? Kumbukeni nini? Waliposema malaika. Kumbukeni waliposema malaika. Ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema. Sikizeni habari njema zikutoka kwa Mungu. Endelea. Za kumzaa mtoto bila ya mume. Za kumzaa mtoto bila ya mume. Mtoto huyo sio mwingine, ni yule ambao katika dunia hii kuna watu wanamwabudu, wanadai ni Mungu wao. Kumbe ni mtoto. Na jana tukaambiwa ni mtoto, tena akaboa Mungu. Kuna watu wanamwabudu mtoto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Endelea. Inasema bali kutamkwa neno tu kutoka kwake Mwenyezi Mungu kwake. Endelea. Na kumwambia Maryam nini? Maryam akafanyaje? Akazaa pasi na kuingiliwa. Endelea. Endelea ikisema akazaa pasi na kuingiliwa. Jina lake ni nani? Ni Masihi. Qur'ani inamtambua jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, sio wa Mungu. Mwana wa Maryam, kwa sababu Mungu hazai. Na jana tunashukuru tulipata bao 3 bila, kwa sababu tulifarijika. Kumbe wa Kristo wa Makueni County wanaamini Yesu si mtoto wa Mungu kingono. Hiyo kwanza niliwapa kongole sana jana. Takbir! Allahu Akbar. Endelea. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Maliza baba. Mwenye heshima katika dunia na akhera. Ana heshima hapa duniani na kesho akhera. Ni mwenye heshima. Endelea. Na miongoni waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Kati ya manabii waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu, yeye ni miongoni mwao. Uelewe vizuri unaposoma Qur'an. Endelea. Naye atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake. Tulia. Endelea kutwalia aya 49 hapo nashuka. Lakini hapa atazungumza na maneno ya dini katika utoto wake. Hakuna kitabu chochote dunia hii ambacho kimemsifu Bwana Yesu zaidi ya Qur'an. Hakuna. Leo kama hujui, toa taka katika masikio yako. Hakuna kitabu chochote. Kwa sababu gani? Qur'ani muujiza wake Yesu wa kwanza kuufanya, aliufanya siku ile amezaliwa, siku ya kwanza. Masaa kidogo tu aliweza kuzungumza. Huo ndio muujiza wake wa kwanza ndani ya Qur'an. Lakini cha ajabu, wale wanaodesha kumpenda Bwana Yesu kizaazaa katika Yohana 2
katika Kana ya Galilaya, miaka yake 12 ndo anafanya muujiza wa kwanza. Tena muujiza gani? Anabadilisha maji yanakuwa pombe kwenye harusi, watu wanakunywa, wanalewa. Huko ni kumtukana Bwana Yesu, wala sio kumtukuza. Qur'ani inakwambia aliongea akiwa mtoto wa siku moja. Alafu simame hapo mtaji Yesu tukuangalie tu. Unadai yetu unampenda? Subutu. Kwa mdomo wako ndo tukuamini? Hamna kitu kama hiyo. 49 baba. 49 inasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Na atamfanya mtume. Mwenyezi Mungu atamfanya mtume huyu Nabii Isa kwa wana wa Israeli. Atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Endelea. Kuwaambia. Akiwaambia nini? Nimekujieni na hoja. Anakuja na hoja wenu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ya kwamba na kuumbieni katika udongo. Sura kama sura ya ndege. Kisha nampuliza anakuwa ndege. Idhini ya Mwenyezi Mungu. Alifanya miujiza hii kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu asingetaka haya yote yasingefanyika, lakini yakafanyika kwa amri ya nani? Allah subhanahu wa Mwenyezi Mungu. Vipi umuite Mungu? Utakuwa na ushangaza watu. Kisha akafanya mtume kwa wana wa Israeli. Hapo ndio kwenye mada yetu. Yeye mwenyewe alisemaje? 61 aya 6, ufunge Qur'ani, changamka. 61. Nasema suratu Saf. Alafu toa kange na mafuta yao wenyewe. Nasema. Inasemaje? Aya ngapi mwalimu? Aya 6. Aya 6 nasema. Inasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Na wakumbushe nini aliposema Nabii Isa bin Maryam. Na wakumbushe aliposema Nabii Isa bin Maryam kuambia Mayahudi. Aliwaambia nini hao Mayahudi? Enyi wana wa Israeli, enyi wana wa Israeli, mimi Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi Mayahudi. Haya, hao watu wa Makweni wanamtafuta Yesu, atasaidikaje? Ajabu ya chongo kuvuja nyama kubakia mchuzi. Hiyo ndio ajabu yenyewe, tutaisikia leo. Funga Qur'ani mwalimu. Tunazama ndani ya kitabu ambacho wanadai kukiamini, na tunaanza kabla azaliwe. Utabiri ulisema nini? Kitabu cha Mwanzo baba 17:19. Kabla azaliwe kizazi chake kilisemaje juu ya kuja kwake Bwana Yesu? Mnaposoma Biblia muweze kuiamini. Wapi nawaelekeza? 17:19. 17:19 inasema changamka. Kitabu kisichokuwa na bismillah hakina kipase wapi? Mungu akasema nini? Sivyo. Lakini Sara mkeo. Nasema lakini Sarai mkeo atakuzalia mwana wa kiume. Atakuzalia mwana wa kiume. Anazungumzwa hapa ni nani? Ni Isaka. Endelea. Nawe utamuita jina lake Isaka. Endelea. Nami nitamfanya agano langu. Nami nitafanya agano langu imara kwake. Nitafanya agano langu mimi Mungu imara kwake Isaka. Endelea. Kwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Kuwa agano la milele. Agano kwa Isaka ni agano la milele kwa ajili. Muitendee kazi wa siku zote, nasema muitendee kazi. Ile andiko linasema kwa ajili ya uzao wake baada yake. Huyo Isaka kwa ajili ya uzao wake baada yake. Wewe ni uzao wa Isaka. Jiulize hilo swali mpaka udai ukombozi kwa Yesu. Wewe ni uzao wa Isaka. Umebakia na dakika 3 mwalimu. Dakika 3. Asante. Nisomee kitabu cha Mika 5:2. Mika 5:2. Inasemaje? Changamka. 5:2. Changamka mwalimu. 5:2 inasema Yesu kabla azaliwe, bali wewe Bethlehemu Efrata. Na Bethlehemu ndio sehemu aliozaliwa Yesu. Naambia bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda. Huu mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda. Kutoka kwako wewe Bethlehemu atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli. Unaona maneno? Kabla azaliwe naambiwa wewe Bethlehemu atatoka mmoja ambaye si mwingine ni Bwana Yesu, atakuwa mtawala katika Israeli. Hiyo ni Biblia imeweka wazi kabla azaliwe. Je, alipozaliwa ikawaje au alisema nini? 15:24.
Mathayo. Anzia 21. 15:24 kitabu ni cha Mathayo inasema. Anzia 21. Anzia 21. Changamka sasa. Nasema hivi. Muda wenyewe ndio huo. Yesu akaondoka huko. Yesu ashakuwa mtu mzima, anafanya harakati yake. Aliondoka huko, akaenda kando pande ya Tiro na Sidoni. Akaenda kando pande za Tiro na Sidoni, mpakani kama vile lungalunga baina ya Kenya na Tanzania. Endelea. Na tazama, nini? Mwanamke Mkanaanayo wa mipaka ile akatokea mwanamke mipakani pale, anaelewa lugha za huku na kule. Endelea. Lakini si Myahudi. Endelea. Akampazia sauti akisema. Akisemaje? Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na maliza muda. Hakumjibu neno wala hakumjibu neno. Yesu akamnyamazia kimya. Kwa nini amnyamazie yule mama wakati anadai haki kwa Yesu? Endelea. Wanafunzi wake wakamwendea wakisema nini? Mwache aende zake. Achana naye aende zake. Kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Majibu ya Yesu akawaje? Akajibu akasema, nini? Sikutumwa. Kama Yesu atakuwa muongo leo, pastor akisimama hapa, sikiza ndio anasema sikutumwa. Au ilibadilika? Sikutumwa ila ni katazo, ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Endelea. Endelea kisema. Ikisemaje? Akajibu akasema, akaja akamsujudia akisema, ndio Bwana, lakini hata mbwa ula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Maliza. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, umeruka. Yani umeruka sana. Si vyema kukitoa chakula cha watoto. Akajibu akasema pia mbwa. Akajibu akasema, si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Swali langu linakaa kwenye meza, na kwa sababu ni debate, nataka ukija mchungaji utuambie chakula ni nini, watoto kina nani, na hawa mbwa waliokuwa wakiwataja Bwana Yesu kina nani, na mada itakuwa imeisha kwa raha kabisa. Time imefika. Asanteni sana kwa muda mlionipa. Mambo mazuri tu namna hiyo. Kwa hivyo huyu alikuwa mwalimu wa Kiislamu, mwalimu habari. Kwa hivyo namkaribisha mwalimu wa Kikristo, mwalimu Timon, kwa dakika 15. Karibu mwalimu. Asante sana bwana mwenyekiti. Nafikiri hapa pazuri sana. Kwanza Wakristo sika mpo, amewacha maswali matatu. Mbwa na kina nani? Watoto. Sawa. Watoto sawa. Chakula sawa. Wewe mzuri. Wa Filipi 3:2. Cha kwanza mbwa ni hawa. Andika haraka. Asijifanye aoni. Wa Filipi, unaacha swali. Siwezi kwenda kwa mada bila kujibu swali. Nitakuwa nifanye makosa. 3:2. Nasemaje? Inasema hivi. Ndio. Jihadharini. Naam. Na mbwa. Usoma vizuri wewe. Jihadharini. Ndio. Na mbwa. Jihadharini. Ndio. Na watendao mabaya. Kwa hivyo mbwa ni watendao mabaya sana. Umeelewa? Haya, watoto ni kina nani kwanza? Chakula ni kina nani? 4:32. Teremka na Yohana. Kitabu ni cha Yohana 4:32. Anzia hapo mpaka 34. Acha nikamate mwalimu. Yaani unauliza swali unajua ninajibu. Wewe una vituko. 32 nasema hivi. Basi wanafunzi wake akasemezana. Ndio. Je, mtu huyu ameleta chakula? Amemletea Yesu chakula? Yesu akawaambia. Yesu akatwambia nini? Chakula changu ni kipi? Ndicho hiki. Ni yatende nini? Mapenzi yake aliyenipeleka. Malizia. Endelea kusema. Ndio. Nikaimaliza kazi yake. Basi chakula umeelewa? Andika point hapo. Waisraeli ndio wana. Wamemaliza. Unauza maswali mengine ya kitoto. Mwalimu nipo. Sasa amesoma Qur'ani kimakosa. Kisha huyu bwana nitampa aya huyu. Biblia haikubali mtu kujisifu, usijaribu. Qur'ani haikubali kujisifu wala Biblia. Nitafuata huko. Mwalimu nipo. Ametoa aya nyingi sana. Lakini aya za Qur'ani alizotoa amesoma makosa. Kwanza nisikague, kwanza nimuelezee kwamba Mtume Muhammad si mtume kwa watu wote. Kwanza elewa.
Wakristo hatuamini Muhammad kuwa ni mtume, na hiyo si hoja, maana tungemwamini hatungekuwa hapa. Hiyo mada nyingine. Swali, ametoa aya mwalimu, Nipo. 25 51. Jamani katoa hii. Inasema hivi. Ndio. Na kama tungetaka, Sikizani Qur'ani, kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mwonyaji wao. Lakini tumemleta Nabii Muhammad kwa watu wote. Kwa hivyo kwa mujibu wa aya hii, Muhammad ndio kapelekwa kwa watu Wote. miji mingine na nchi nyingine haikuwa na nini? Haikuwa. Na mtume. Kisha ananyosha mikono 35 24, kisha anyosha mikono vizuri. Anasema imeingia. Unajua anakaribia kusema. Yaani Qur'an anasema kwamba mtume tu ndio katuma kwa watu wote, kila sehemu, kila pahali. Wewe 35 24 inasemaje? bila shaka sisi tumekutuma, Naam. tumekuleta Ndio. kwa haki ili ubashiri na uonye. Ndio. Na hakuna taifa lolote Hii nayo mbona usiniwe mikono? Na hakuna taifa lolote ndio ila alipita humo nani? mwonyaji. Kwa hivyo kila taifa lipata nini? Mwonyaji. Muhammad alikuja kufanya nini? Ndio nashinda. Yaani wewe soma Qur'ani kwa makini. Pale nasema hivi, hapa nasema hivi. Mwalimu Nipo. akaja akasoma tuna Qur'ani akamaliza chapter. Amesoma 3:45. Sasa alipomaliza kazi. Yaani anasoma alafu anamwambia ruka hapo. Ameruka 49. Mpaka mwenye kusoma na 6. Kumbukeni waliposema malaika. Ndio. Ewe Maryam, Sana. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema. Ipi? Za kumzaa mtoto Yupi? bila ya mume. Sana. Bali kwa kutamka neno tu Ndio. litokalo kwake. Naam. La kukwambia zaa. Nani? Ukazaa pasina kuingiliwa. Ndio. Jina lake Huyu atakayezaliwa jina lake ni Masihi Yesu. Isa mwana wa Maryam. Ndio. Mwenye heshima. Meza mate. Anza. Mwenye heshima wapi? Katika dunia Na wapi? na ahera. Mimi nikipewa aya moja ndani ya Qur'ani, Muhammad ana heshima akhera na dunia, nafunga mkutano. Yaani hata watu wastaafu. Yaani mimi naomba ndani ya Qur'ani aya moja, Muhammad una heshima duniani na akhera. Kumbe umemwinua Yesu Kristo, anastahili Heshima. upo. Mwalimu, kumalizia kazi. Sasa mimi akaja akasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wala hatukukutuma, hatukukuleta ila rehema kwa watu wote. Muhammad si rehema. Wamesoma vibaya. Kama ni rehema na kuonyesha 81 Qur'an. 81. Nikuonyesha kidogo nitakuja. Hiyo nzuri. Naona anaiandika ni mpya. Hiyo mpya. Inasema hivi. Naam. Alikuja mtume paji. Huyo bwana akasema Qur'ani, akasema Muhammad ni rehema. Sasa kama Muhammad ni rehema, soma Qur'ani. Alikuja mtume paji. Ndio. Na akageuza uso. Sana. Kwa sababu alimjia kipofu. Kipofu amemjia Muhammad. Muhammad akafanyaje? Akakuja paji ya uso. Ambaye wanasema ni rehema, alimhurumia kipofu. Soma tafsiri yake mwalimu. Kwenye tafsiri. Unafikiri nitakwenda aya nyingine? Yaani hiyo tu inatosha. Nilikuwa nishatoka. Nakujua. Unajua nilikuwa namhurumia. Hamna tatizo. Anaweza kimbia. Nasema siku moja mtume SW wanatuambia tumfuate mtume, anasema rahmatan lil alamin. Siku moja huyo Muhammad wanasema tumfuate, kafanya kitu gani? Alikuwa amekaa na wakubwa Makureishi. Ndio. Yuko katika kuwalingania dini Sana. kwa hima kubwa. Ndio. Na akitarajia kuwa wakisilimu wao na wanyonge wao watafuata kwa sababu wengi walijizuilia kwa kuogopa hao wakubwa wao. Malizia. Wakati Muhammad anashughulikia na wadosi akatokea kipofu mmoja. Nani? Aitwaye Ibn Ummi Maktum. Ndio. Na basi na kujua kuwa mtume ameshughulika. Ndio. Akampigia kelele. Kipofu anaomba Muhammad amfundishe. Ndio. Ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Sana. Nifunze. Ndio. Na mimi katika aliyokufunza Mwenyezi Mungu. Na akamkadiria maneno haya. Kipofu anambembeleza, tafadhali nifundishe tafadhali. Naam. Mtume SW kwa kuwa alikuwa na pupa la kusilimu wale wakubwa. Muhammad hakutaka wanyonge, alitaka nini? Wakubwa. Soma andiko. Alimfinyia uso. Akamfinyia kipofu uso. Yule kipofu ndio kwa
kumharibia kazi yake. Muhammad alimhurumia kipofu? Alimfanyia nini? Uso. Kwa hivyo kipofu anaharibu kazi ya nani? Ya Muhammad. 46 Marko. Kitabu ni cha Marko. Ushakaribia sana. Yeye fundisha. Au rehema tusimufuate. Sikiliza rehema ya ulimwengu. 10:46. Soma hapo. Inasema hivi, point. Muhammad kule kamfukuza kipofu. Wakafika Yeriko. Ndio. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko, Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake sana na mkutano mkubwa sana, mwana wa Batimayo, ndio yule mwombaji kipofu. Hapa kuna kipofu anakutana na Yesu. Alikuwa ameketi kando ya njia. Ndio. Naye aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, ndio alianza kupaza sauti yake. Akasemaje? Na kusema, ndio, mwana wa Daudi, ndio, Yesu fanya nini? Unirehemu. Na wengi wakamkemea. Wengi wakamkemea kama kule Muhammad ili anyamaze. Ndio. Lakini alizidi kupaza sauti yake. Kipofu. Mwana wa Daudi, unirehemu sana. Yesu Kristo akasimama. Akasemaje? Akasema, naam, muiteni. Wakamuita yule kipofu. Ndio. Wakamwambia, jipe moyo. Anafanyaje? Inuka na kuita. Akatupa vazi lake. Sikiliza rehema ya ulimwengu, anamuita kipofu, akatupa vazi lake. Ndio. Akaruka akamwendea Yesu kwa furaha. Yesu akajibu akamwambia, ndio, wataka nikufanyie nini? Naam. Yule kipofu akamwambia, akasema nini? Mwalimu wangu, naam, nataka nipate kuona. Akafanyaje? Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Kati ya Muhammad na Yesu, nani kamshughulikia kipofu? Yesu. Nani rehema ya ulimwengu? Yesu. Hujaisoma hiyo? Mwalimu, nipo. Ananiuliza imeandika wapi refu? Acha nikuhurumie. Hiyo nakuja. Wanauliza polisi, wapi tia gas? Wewe, ziko nyingi. Wapi tia gas? Anakimbilia Mika. Mwalimu, nipo. Akaenda kwa Mika kaharibu. Alafu anasoma nusu. Mika kaharibu. Msuri. 5:2 Mika. Inasema hivi, soma ndiko. Bali wewe Bethlehemu, ndio, Efrata uliye mdogo sana, kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, ndio, kutoka kwako wewe. Sikilizeni Wakristo na Waislamu, hapa kuna maneno mazito. Kutoka kwako wewe Bethlehemu atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ndio, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale. Kivipi? Tangu milele. Kivipi? Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake, ndio, aliye na utungu sana. Ndipo hayo mabaki ya nduguze, ndio, watawarudia wana wa Israeli. Kwanza Yesu ahadi ya kwanza anashughulikia Waisraeli, hakuna anayekataa. Soma andiko vizuri. Naye atasimama, ndio, na kulisha kuni lake la Israeli kwa nguvu za Bwana, la Israeli kwa enzi la jina la Bwana sana, Mungu wake sana. Nao watakaa. Ndio. Maana, sikiliza point ya pili, ahadi ya pili baada ya Waisraeli, Mungu anasema maana sasa atakuwa mkuu. Yesu atakuwa nini? Mkuu. Rudia. Atakuwa mkuu. Mpaka wapi? Hata wapi? Miisho ya dunia. Hujaisoma hiyo pia? Hapo hizi fika. Kwa hiyo ni zaidi. Mpaka miisho ya dunia. Mwalimu, nipo. Akakosea akasema, akasoma 17, 16, kitaanzia sasa 15. 17, 16. Mwanzo. Unajua hiyo ngoma naipenda sana. Akakosea, wewe umeteleza. Yaani anakuja kwa mwenyewe. Hapo umeteleza kijana. Inasema hivi. Sikilizeni, anamtangaza Yesu utabiri wake katika Mwanzo, ndio. Nami ndio nitambariki. Na tena nitakupa mwana kwake. Nani huyo? Naam. Nitambariki. Ndio. Naye atakuwa mama wa mataifa. Huyo ni Sara ama ni Hajar? Ni Sara. Ni Sara. Atakuwa mama wa mataifa. Wapi aya? Hajiri aliyemzaa Ishmaili akazaa akatokezea Muhammad kwamba Hajiri atakuwa mama wa nini? Wa mataifa. Ukinipa aya Hajiri atakuwa mama wa mataifa, nafunga mkutano. Hamna, usitafute, ni Sara. Soma andiko, malizia. Ajifanya asikii. Anaandika kichwani. Na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Malizia. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akasema, akacheka, akasema moyoni, ndio, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Sikilizeni, Ibrahimu anataka kupindua kipindi cha Mwenyezi Mungu, ndio. Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 ndio atazaa. Naam. Ibrahimu akamwambia Mungu, Ibrahimu anamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaili ambaye Muhammad katokezea angeishi mbele yako. Mungu akasema, sikilizeni jamani, Mungu akamwambia Ibrahimu, sivyo. Mimi sitaki Ismaili. Mimi sitaki Ismaili. Sivyo.
si hivyo kwa Ismaili, sahau. Lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume. Ndio. Nawe utamwita jina lake nani? Isaka. Ndio. Nami nitafanya agano langu. Kwa hivyo agano la Mungu ni kwa nani? Isaka. Nipe aya moja Mungu kafanya agano na Ishmaeli. Unataka kujua agano la Mungu lipi? Qur'an 49 aya yake ya 20 na ngapi? Na 7. Ngapi mwalimu? 29. 29. Wewe unasoma kitabu kizuri Muhammad hayupo katika ulimwenguni, sahau. 26 aya yake ya 27. 57. 27. 29 27. 29 27. Inasemaje walimu? Na tulimpa. Sikilizeni, Mungu ndani ya Biblia anasema ahadi yake, agano lake la milele ni kwa nani? Ni kwa Isaka, sio kwa Ismaili. Soma Qur'an. Na tulimpa kumzaa Nabii Ishaka. Ndio. Na kumjukuu Nabii Yakubu. Ndio. Na tukaweka katika kizazi chake unabii. Kwa hivyo unabii umewekwa katika kizazi cha nani? Yakobo. Nipe aya moja mjomba. Mungu kasema ndani ya Qur'ani katika kizazi, anachungulia msomaji katika unaulizia sasa bado kulia hivyo katika kizazi cha Ibrahim cha Ismail Mungu akatoa unabii. Hamna. Qur'an inathibitisha, ukanathibitisha. Sasa mimi nakuoja swali moja tu. Ukija hapa nijibu. Mwalimu, nipo. Upo? Sana. 2 Mathayo. 2. Ukija hapa nijibu. 2 Mathayo. Naanzia 1. Yaani nzuri mwalimu. Wewe umeacha swali? Inaacha swali. Inasema hivi. Inasemaje? Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode. Ndio. Tazama mamajusi wa wapi? Wa mashariki. Ndio. Walifika Yerusalemu. Wakasema, ndio, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki. Ndio. Nasi tumekuja kufanyaje? Kumsujudia. Na wacha swali, hao waliokuja kumshuhudia Yesu wakamsujudia, walikuwa ni Waisraeli? B, walifanya makosa? Sikilizeni atakavyojibu. Mwalimu, nipo. Akaja akasema eti muujiza wa kwanza Yesu. Unajua muujiza wa kwanza wa Yesu? 1:39 Luka. Kitabu ni cha Luka. Mpaka msomaji hii mpya. Huo ni muujiza wa kwanza Yesu. Sio kuzungumza alikuwa mtoto mdogo. Soma andiko. Inasema hivi. Ndio. Basi Mariamu akaondoka siku hizo. Ndio. Akaenda hata nchi ya milimani. Amembeba Yesu kwa haraka. Ndio. Mpaka mji mmoja wa Yuda. Sana. Akaingia nyumbani kwa Zakaria. Ndio. Akamwambia Elizabeti, Yesu yuko tumboni. Na ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, ndio, kitoto kichanga. Kitoto nini? Kichanga. Kikaruka. Wapi? Ndani ya tumbo lake. Hiyo ndio muujiza wa kwanza. Hujawahi kuisikia hiyo, nakwambia ukweli. Yesu yuko ndani ya tumbo, bado watu wanamshangilia. Msomaji wake anasema urudie. Na urudie. Yaani Yesu yuko ndani ya tumbo, kitoto kichanga kinafurahi. Muujiza wa kwanza. Wewe kutengeneza pombe wewe. Kwa hivyo huo ni muujiza wa kwanza. Yesu yuko ndani ya tumbo, kitoto kinashangilia. Wako salamu tu. Wewe mwalimu, nipo. Akaja akasema hivi, unajua amekosea wapi? Usiende huko kwanza. Nirekebisha, amesema Yesu 15:21. Zimekwisha hivyo. Nzuri. Kwa hiyo mjomba, asante. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, raha si raha. Raha si raha hii. Maana hakutoa mada yoyote hapa. Hata nazungumzia miujiza mtoto kupoteza tumboni. Kila mama usemeni ukweli wa Kristo. Mtoto asipoteza tumboni, Yesu anaenda hospitali. Yesu anaenda hospitali. Hebu semeni ukweli. Huu vipi? Mwalimu, fundisha watu waelewe Uislamu. Kweli. Yaani leo raha sana. Lakini mimi namshangaa mchungaji. Mada amechagua mwenyewe. Akasema kati ya Mtume Muhammad na Yesu, nani alituma kwa ajili ya nini? Ulimwengu mzima. Lakini amesimama anasema amwamini nani? Muhammad. 13 aya ya mwisho 43. Qur'an. 13. Haituhitaji wewe kumwamini, wala sio lazima wewe muamini. Endelea tu na imani yako. Lakini siku utatembelewa na malaika asicheka na mtu, unatolewa roho, ndio utaona hayo yote uliyotamka siku ya leo. Soma hiyo. 13 ngapi? 13 aya ya mwisho mwalimu. Sawa, nishafika.
inasema, changamka. a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kila sekunde ikipita nataka maandiko mawili yashasomwa. Haya yatosha kuwa mauidha kwa watu. Angalia unasoma aya ngapi, sura gani? 13. Pole mwalimu. Nishafika. Inasema hivi. Inasemaje? Na wanasema waliokufuru. Wanasema waliokufuru. Wengine tumewasikia hapa. Endelea. Wewe si mtume. Waliokufuru wanasema wewe si mtume. Endelea. Sema wajibu waliokufuru hao. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi. Yesu ndo alimtuma. Endelea. Baina yangu na baina yenu. Endelea. Kuwa mimi ni mtume. Maliza. Na pia yule mwenye elimu ya kitabu, pia mwenye elimu ya kitabu anajua kuwa huyu mtume Muhammad alitumwa na Mwenyezi Mungu. Endelea. Kila aliyesoma Taurati iliyo sahihi. Soma Taurati iliyo sahihi, sio kumbukumbu la Taurati. Ukisikia kumbukumbu ni kitu cha kukumbuka. Kuna vingine vimesahaulika. Na kuna cha kusahau. Kikumbuka unajua kuna kusahau. Kwa nini iliandikwa kumbukumbu? Historia ndofu. Nenda kasome katika vitabu utajua kwa nini ilikuja ikaitwa kumbukumbu la Taurati. Endelea. Na Injili iliyo sahihi. Injili iliyo sahihi, sio Injili kama alivyoandika Mathayo, Injili kama alivyoandika Marko. Nikisema kanzu yangu hii kama yako ni yako. Sio. Injili sahihi aliyokuwa Yesu ipi? Na hii ya Mathayo ipi? Kiswahili matatizo. Kwa hivyo hapa mnazungumzia vitu ambavyo haviko kwenye mizani, yani haviwezi vikawa ni ushuhuda mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu wenyewe havijitoshelezi. Ila funga Qur'ani, kuna jambo amelizungumza sitaki kuliacha. Anasema kuna agano lolote kwenye kizazi cha Nabii Ismaili maskini. Anasoma Biblia gani? Galatia 4:21. Galatia. Ulikuwa hujaiona hiyo. Kuna mwalimu wako anakuandikia. Ni bora akuandikie. Soma hiyo. Galatia 4:21. Soma Galatia 4:21. Changamka. Ndio maana nikawa nimeweka Biblia yangu mwalimu. Unajua unafungua fasta hiyo. Hiyo nyingine inakaa vipi sijui. Soma hiyo. Nakaa kunjika shida. Hiyo ndo shida sasa. Dakika zitaenda ngapi? Galatia 4:21. 4:21 inasema. Inasemaje? Niambieni, ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria. Je, hamwijui sheria? Hivi hamuisikii sheria mnaulizwa? Kwa maana imeandikwa. Iliandikwa nini? Imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Mchungaji, uelewe vizuri wewe. Endelea. Mmoja kwa mjakazi. Mmoja kwa mjakazi ambaye ni Hajiri. Endelea. Na mmoja kwa muungwana ambaye ni Sara, akazaa nani? Isaka. Endelea. Lakini yule wa mjakazi sasa alizaliwa kwa mwili. Endelea. Yule wa muungwana kwa ahadi. Hakuna game kuchukuchu hotahe, hakuna baina ya Sara na Ibrahimu. Kuelewe vizuri. Takbir. Allahu Akbar. Inaendelea kusema kwa ahadi ya Mungu tu. Alitoa ahadi kwamba Sara atapata mtoto, akapata. Endelea. Mambo haya najua unachukia kwa sababu huyo hutaki kumfanya mke wa pili wa Ibrahimu. Wewe umetangu mwanzo umetanguliza kwamba unataka kuwa na mke mmoja kama taa bodaboda ikikatika basi usiku utembei. Endelea. Mambo haya usema kwa mifano. Kwa maana nini? Hawa ndio kama maagano mawili. Unasikia maagano ya Mungu, maagano mawili. Endelea. Mmoja kutoka kwa mlima Sinai. Mmoja ni kwa mlima Sinai. Endelea. Mzalo kwa utumwa. Ambalo ni Hajiri. Yani maana Hajiri ni kama mlima Sinai uliokuwa Aruni. Aliyetoka huko nani ambaye leo wewe hutaki kumwamini? Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maliza. Umelingana? Nasema umelingana na nini? Mlima. Umelingana na Yerusalemu wa sasa. Kwa Yerusalemu katokea Yesu, Arabuni katokea Mtume Muhammad. Wapi unapingika wewe, unakataa kumfuata? Mpaka leo unaongea mbele ya kadamnasi ya watu, unasema sisi kama Wakristo hatumwamini Muhammad. Shauri yako, tukihitaji muamini huyo Yesu unadai wewe kumwamini, mwenyewe hakujui. Sasa tuna tatizo gani sisi? Wewe mwenyewe hakujua na hakutaki. Luka 13:25. 13:25 Luka hakutaki kamwe. Yani Yesu hakutaki wewe mchungaji. Hakujui na hakutaki. Endelea.
13:25 Luka inasema. Inasemaje? Kwa wale wenye kuandika. Inasemaje? 25 inasema hivi. Changamka. 25 jamani, siko na namba. Nishafika. Wakati mwenye nyumba ambaye ni Bwana Yesu, endelea, atakaposimama na kufunga mlango. Ashaingia sasa, wana wa Israeli washaingia, akafunga mlango. Siku ya kiyama hiyo, sikizani vizuri wachungaji na wakristo wenzenu, endelea. Nanyi na nyinyi wachungaji, yani kina Timotheo, nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango. Umesimama nje sasa, mnabisha mlango, endelea. Mkisema, mnasemaje? Bwana Yesu, tufungulie Bwana. Yeye atajibu nini? Na kuambia nini? Siwajui mtokako. Atajuaje? Wewe atajuaje? Atajuaje wewe unaongea Kenya? Yeye mwenyewe amezoea kigazagaza. Endelea. Siwajui mtokako. Endelea. Ndipo mtakapoanza kusema, baada ya kukataliwa sasa na Yesu, mnaanza kumkumbusha, huenda Yesu ametusahau. Watasema nini? Tulikula na kunywa mbele yako. Tulia. Wataambia Yesu natusahau. Tulikula. Walikula nini? Walikula mkate wanaita sakramenti, wanatumbukizwa kwenye mdomo wao, wanaambiwa ni mwili wa Yesu. Na kunywa, walikunywa nini? Walikunywa divai ambayo ni pombe, wakaambiwa ni damu ya Yesu. Wanamkumbusha Yesu natusahau. Tulikula na kunywa mbele yako Bwana Yesu. Endelea. Naye ulifundisha katika njia zetu. Yesu ulitufundisha wewe katika haya tunayokuambia. Endelea. Naye atasema. Na Yesu atasema dhahiri nini? Nawaambia. Anawaambia nawaambia, siwajui mtokako. Siwajui kamwe nyinyi mtokako. Endelea. Ondokeni. Ondokeni kwangu. Ondokeni kwangu. Ondokeni, wanafukuza yote. Ufanyao udhalimu. Yani nyote mnafukuzwa na Bwana Yesu. Mkishafukuzwa mtaenda wapi? Mkifukuzwa mtaenda wapi? Ajabu. Mkifukuzwa mtaenda wapi? 19:27 Mathayo. Sikizeni mwanafunzi wa Yesu huyo ambaye aliyafahamu maneno ya Yesu, aliandika maneno hayo. Anasemaje? 19:27 Mathayo. Inasema alafu mchunguze baina ya mada, nabii gani wa ulimwengu mzima tangu ilipoanza mpaka sasa hivi? Je, mchungaji anaonyesha Yesu ni nabii wa ulimwengu mzima au anakuja cheza time hapa alafu nyinyi mnakaa mnacheka? Ni kweli kuna watu wakiitwa kondoo ni kondoo kweli, kwa sababu kondoo likipita moja hapa ukiweka kamba kiruka kipita alafu kiondoa ile kamba, kondoo wako akipita hapa wataruka. Ujue yeye ni akili yao hiyo. Sasa unaona mtu anadanganya na watu wanacheka. Ndivyo alivyo. Endelea. 20 ngapi mwalimu? 27:19 inasemaje? Ndipo Petero akafanyaje? Akajibu akamwambia nani? Tazama. Anaambia Yesu nini? Sisi tumeacha vyote. Tumeacha vitu vyote Bwana Yesu. Tukakufuata wewe. Tutapata nini basi? Tutapata nini sisi? Kwa sababu Petero alikuwa mvuvi baharini, akamwacha baba yake anavua samaki, akabwaga neti kila kitu. Yesu akamwambia, nifuate nitakufanya mvuvi wa watu. Niwatoe watu kwenye giza ulete kwenye nuru ya Injili. Akaacha kila kitu, akamfuata Bwana Yesu. Anamuuliza, tumeacha yote yani, tukakufuata, tutapata nini basi? Sikiza jibu la Yesu wewe. Yesu akamwambia, usije ukaenda ukachoma ukasema hukuambiwa. Endelea. Yesu akamwambia nini? Amin nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi Yesu na katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adam katika kiti cha utukufu wake. Ninyi nani wanafunzi wangu? Mtaketi wapi? Katika viti 12. Katika viti 12 jamani. Katika dunia hii iko na kabila 12 tu. Mtaketi katika viti 12. Endelea. Mkihukumu nani? Kabila 12. Kabila 12 siku ya kiyama. Ndio wanakaa wale wanahukumu siku hiyo. Wewe kabila yako iko wapi? Itakayohukumiwa uko wapi? Uko wapi hapo? Yaani wewe unang'ang'ania sehemu ni sawa sawa kushika hii barabara. Unaona mbele kama mbele kuna maji, unakimbilia na kiu. Ukifika unaenda hamna lolote. Ukifika unaenda mbele, mwishowe inakuwa hasara juu ya hasara. Karibuni. Mchezo na mada. Kwa hivyo ni kipindi cha pili, amemaliza mwalimu wa Kiislamu dakika zake 10. Kwa hivyo namkaribisha mwalimu wa Kikristo, mwalimu Timotheo kwa dakika 10. Ismaili sio Timotheo. Jina langu la kitambulisho. Acha kama hivi. Amemaliza. Jamani, Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Naomba nione kwa ishara mikono kama mpo. Haleluya. Amen.
Huyo bwana ametoa kitabu cha Mathayo 19:27. Sikilizeni Waislamu, hawezi kuelewa Biblia. Lakini sikiliza 27. Sikilizeni. Ndipo Petro akajibu akamwambia, Ndio. tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Sana. Tutapata nini basi? Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ndio, nyinyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake. Jamani, Yesu ana nini? Ana kiti cha utukufu wake. Huyu ameenda shule gani? Yesu ana utukufu wa nini? Wa kiti chake. Hicho ni kitu kimoja. Malizia. Inaendelea kusema. Ndio. Katika kiti 27. Mpaka ufunike, mpaka tukwambie ndio ufunike mwalimu. Sawa mwalimu. Ndio mwalimu wangu. Nyinyi nanyi wanafunzi 12 mtaketi katika viti 12. Kwa hivyo kuna viti 10 ngapi hapo? Viwili. Kuna kiti cha Yesu, ambacho kiti cha Yesu kinakuja kufanya kazi gani? Mbona kuambia watu 25:31 Mathayo 25:31 Suratul Mathayo. Yaani wewe mimi nacheka tu. Sema andiko mwalimu. Inasema hivi. Hapo sikilizeni, kuna kiti cha Yesu Kristo. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake. Kumbe Yesu anakuja katika wapi? Utukufu wake. Sikilizeni vizuri. Na malaika wote pamoja naye. Ndio. Ndipo atakapoketi katika kiti cha nini? Cha utukufu wake. Kuna kiti cha utukufu wa Yesu kinakuja kufanya kazi gani? Sikiliza kwa makini. Na mataifa yote. Nini? Na mataifa yote. Saudia ni taifa. Taifa mwalimu. Kenya taifa. Somalia taifa. Mataifa yote yatafanyaje? Yatakusanyika mbele zake. Naye Yesu Kristo atawabagua kama vile abagwavyo kondoo na mbuzi. Ndio. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume. Huyo bwana akasema sisi ni kondoo. Hata yule mwenye kuchukua kamera amemoja. Maana ukienda huko my brother humalize mkutano. Nitakutolea vimondo ndani ya Qur'ani hapa. Utakimbia usiku. Kwa hivyo asante kwa kumwonya. Yaani amesema sisi ni kondoo, sawa? Naam. Mimi ni kondoo. Wangapi kondoo? Mimi hapa. Sikilizeni, mimi ni kondoo. Haya, soma sawa. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume. Ndio. Na mbuzi. Na nini? Na mbuzi. Upande gani? Mkono wake wa kushoto. Sasa ukija hapa tuambie nyinyi mbuzi ama ni kondoo? Tena nasema ninakusema hivi. Ndio. Kisha mfalme atawaambia, unajua vichekesho. Ukija hapa my brother, tuambie mchana leo, wewe nyinyi ni kondoo ama ni nini? Maana amesema sisi ni kondoo, tumekubali. Kondoo upande wa kulia, mbuzi upande wa kushoto. Kwa hivyo ukija hapa tusaidie, mbuzi watakuwa wapi na nyinyi ni kina nani? Soma andiko. Inaendelea kusema. Ndio. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, ambao ni kondoo. Yaani kondoo kama sisi. Njooni mliobarikiwa. Kwa hivyo kondoo ni wewe mikono tena, mliobarikiwa. Mimi hapa. Asante zeremsha. Wengine sijui. Asi kondoo. Inaendelea kusema na hata na baba yangu urithi ufalme mliowekewa tayari. Kondoo wanarithi ufalme. Soma andiko. Mliowekewa tayari tangu kuumba ulimwengu. Ndio. Inaendelea kusema kwa maana nalikuwa na njaa, wakafanyaje? Mkanipa chakula. Kwa ufupi hata muda hautoshi. Mbuzi wanaingia motoni. Sasa wewe tuambie ni mbuzi ama ni kondoo? Ukija hapo kusema wewe ni mbuzi, tumepata faida. Tunakusubiri motoni. Usoma andiko bila kujua. Mwalimu, nipo. Akaja akasema, yani kisha huyu anamsaidia sana huyu. Akaja akasema, mimi siamini. Sasa kama naamini Muhammad nabii, ningefanya nini hapo? Ningeona huyu nini? Ndio tunajadili. Akaja akatoa Wagalatia. Umenisaidia wewe? Wagalatia 4:21. Ukamaliza kazi vizuri na Sultani Hamud. Tukiondoka Waislamu watakuja kisirisiri kuokoka. Soma ndivyo hivyo mwalimu. Unajua kumhubiri Yesu kwa mlango wa nyuma. Ndio. 4. Jamani kaitoa mimi sio aya ambayo hajaitoa. Soma andiko. 4 ngapi? 21. Yasema hivi. Niambieni nyinyi mnaotaka
kuwa chini ya sheria. Ndiyo. Je, hamuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Mmoja wa mjakazi, na mmoja wa nani? kwa muungwana. Mbona andika alijasema mmoja kwa mke wake mwingine? Toa andiko moja ndani ya Biblia. Mungu anasema Haji ni mke wake nani? Kila akimtaja anasema mjakazi. Soma andiko. Msomaji wake hapa. Unajua kwa mwalimu, mtoto akipelekwa hospitali, adungwe, anaondolewa kasoro kidogo, anadungwa sindano. Daktari hawezi kujua dawa imeingia mpaka mtoto aseme ndivyo hivyo. Sasa huyo dawa imeingia. Taratibu tu. Soma andiko. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili. Jamani, samemaliza kazi. Kabisa. Wa mjakazi alizaliwa kwa nini? Kwa mwili. Malizia. Yule wa muungwana kwa ahadi. Kwa hivyo ahadi ni kwa nani? Kwa muungwana. Unaiona hiyo? Ama uliposoma ulifanya miwani gani? Mwalimu, sasa soma aya 30 hapo. 30. Inasema hivi. Ndiyo. Lakini nasemaje andiko? Lakini andiko linasemaje? Mfukuze mjakazi. Mfukuze mwana wa nani? Wa mjakazi. Kwa hivyo mwana wa mjakazi anafanyaje? Anafukuzwa. Mbona ukusoma huko? Malizia wewe kijana mdogo. Ndio kusema. Ndiyo. Kwa maana mwana wa mjakazi ndiyo hatarithi kabisa pamoja na nani? Na mwana wa muungwana. Haleluya. Amen. Mwana wa mjakazi hatarithi kabisa, sio kidogo kabisa. Na mtoto wa nani? Na wa muungwana. Sasa nilikuwa na kujibu mwalimu. Nipo. Kwanza nipigie sasa kidogo nifundishe aya 2 3, maana nilikuwa namrekebisha, maana amekuja aya mbaya. 49:6 Isaya. 49:6 Isaya. 6 Isaya. Inasemaje? Inasema hivi. Nifundishe kidogo. Naam. Jamani sikizi sasa Yesu Kristo. Naam. Asema hivi. Mungu anasema. Ni neno dogo sana. Huu ni utabiri wanamuhusu Yesu Kristo kabla hajazaliwa. Naam. Wewe kuwa mtumishi wangu. Ndiyo. Ili kuzinua kabila za Yakobo. Kwanza kabila za Yakobo. Misheni ya kwanza Yesu, kabila za Yakobo. Naam. Na kuwarejesha watu wa Israeli waliohifadhiwa. Kumbe Yesu misheni yake ya kwanza nini? Waisraeli. Naam. Zaidi ya hayo, Mungu anasema sikiliza. Baada ya Yesu kuwaeleza Waisraeli ni zaidi ya hayo nitakutoa. Mungu anasema atamtoa nani? Yesu awe nini? Nuru ya nini? Ya mataifa. Kwa hivyo Yesu ni nini? Nuru ya mataifa. Ndio utabiri 8:14 na ngapi? Na 2 kitabu cha Yohana, ana huwa nuru na alami man tabaani fala yamshi fi dhulmi abadan. Maana unajua hiyo? Soma andiko. Inasema hivi. Ndiyo. Basi Yesu akasemaje? Akawaambia. Ndiyo. Tena akasema. Ndiyo. Mimi Yesu ndimi nuru ya nini? Ya ulimwengu. Kumbe Yesu ni nuru ya nini? Ulimwengu. Nipe aya moja, Muhammad ni nuru ya ulimwengu. Asitafute. Utakuja useme ni taku na tofauti ya tana nuru na kusubiri huko. Mwalimu, nipo. 17:18. 17:18 Yohana, Injili ya Yohana. Sasa nafundisha alayhi salam. Anasemaje? Inasema hivi. Yesu anasemaje? Kama vile Yesu anasema kama vile ulivyonituma mimi. Wapi? Ulimwenguni. Yesu amesema ametuma wapi? Ulimwenguni. Ndiyo. Nami vivyo hivyo naliwatuma hao. Wapi? Ulimwenguni. Kenya si ulimwenguni? Ni ulimwengu. Kwa hivyo Yesu alituma wapi? Ulimwenguni. Hujaiona hiyo? Mwalimu, nipo upo sana. Akaja akasema wewe ukifa katika hali hiyo, ukiwa unatangaza hivyo, unakwenda motoni. Kakwambia nani? 11:25 kitabu ni cha Yohana. Utibibu mimi ndiye motoni. Hii ni mazoea. Hata mwandishi wa kwanza wa wahai wa Mtume Muhammad alitoka katika Uislamu. Ama hujui? Nikupe taarifa. Soma kitabu kinaitwa Fathul Bari cha Ibn Hajar. Upo Injili ya Yohana yasema hivi. Ndiyo. Yesu akawaambia. Yesu akasema mimi Yesu ndimi huo ufufuo. Yesu ndio nini? Ufufuo. Ndiyo. Na uzima. Yesu ndio ufufuo na nini? Na uzima. Ndiyo. Yeye aniaminie mimi. Ukimwamini Yesu ajapokufa atakuwa anaishi. Haleluya. Amen. Nipe aya moja, ukimwamini Muhammad utakuwa unaishi. Mwalimu, nipo. Nipe 17:1 sasa.
17:1. Yaani ndio nampa dozi mbili. Yohana Za kumalizia. nilikuwa namalizia. Soma andiko mwalimu Muhammad. Maneno hayo aliyasema Yesu. Ndio. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Aya pili haraka. Akasema, Yesu akasema, sasa Baba, saa imekwisha kufika. Ndio. Ya pili anasema kama vile Mungu ulivyompa mamlaka. Yesu amepewa nini? Mamlaka juu ya wote wenye mwili. Kama una mwili inua mkono. Hao wote ukoona hata ule Muislamu mtoto ameinua mkono. Ameokoka kisirisiri. Kumbe ukiwa na mwili uko chini ya mamlaka ya nani? Ya Yesu. Lakini kama una mbao hauko chini ya nani? Ya Yesu. Haya tena wale ambao wana mbao inueni mkono. Wako wapi? Haya wenye mwili. Angalia wenye mwili hapa. Kwa hivyo huyu ana mbao. Mwalimu, nipo. Bado. Anaona kama mnaangalia sasa. Dakika moja nzuri. Nzuri. Yetu. Mbona mnagombania dakika? Nasema uachie hapo. Asante. Ukiendelea ataokoka. Waislamu takbir. Takbir. Hebu Waislamu tujuane. Hebu tuwaone. Kunja ngumi. Kohoa kidogo. Takbir. Bado hakujatolewa aya hata moja. Yesu ni mtume kwa watu wote. Bado tunaisubiri. Dakika ni ngapi za maswali sasa? Sasa ni maswali. Sisi tumeanza mada, nyinyi mnafaa muanze swali kuuliza. Tulikuwa tunarekebisha maana jana tuliulizana maswali bila mpangilio. Kwa hivyo tumekubaliana. Asante sana kijana mdogo. Maana mimi mzee lazima nikuwe kijana. Tena wapendeza kuitwa pasta mtarajiwa ubarikiwe. Baadaye turekebisha jana tuliulizana maswali hatukujua tunauliza mangapi. Kwa hivyo leo tunakubaliana kuuliza maswali mawili. Jamani pia naomba mnaonaje swali lingine tukawapatia wasikilizaji ama tuanze kesho? Ni muhimu. Because kuna watu pengine wanataka kuuliza kama ili tusiwanyime nafasi wasikilizaji. Si kweli? Swali langu jepesi tu. Mwalimu upo? Chukua microphone nzuri unisomee aya moja tu. 2 Mathayo. Yaani nishafika. Jamani sikilizeni swali langu. Ukitaja 2 nafika. Mada Yesu awahusu watu wengine. Ni mtume ndio kwa imani ya Waislamu wanavyosema. Lakini aituma kwa nini? Waisraeli. Soma andiko Mathayo. Inasema hivi, Yesu alipozaliwa wapi? Katika Bethlehemu ya Uyahudi. Ndio. Zamani za mfalme Herode. Ndio. Tazama mamajusi wa mashariki ndio walifika Yerusalemu wakisema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Ndio. Kwa maana tuliiona nyota yake ndio mashariki ndio nasi tumekuja kumsujudia. Swali linawekwa, kama Yesu alitumwa tu kwa Waisraeli kama imani ilivyo, hawa watu wa kwanza kuja kumsujudia Yesu Kristo walikuwa ni Waisraeli ama la? Bila kupoteza muda mwalimu. Swali la nasari. Kupotezea muda sana. Balaa. Anauliza mamajusi walikuwa Waisraeli na Biblia imesema mamajusi. Kwanza ungesema mamajusi ni nini? Na kwa nini wameenda kwa Yesu? Na kama si Waisraeli, wewe ni Mwisraeli unamngangania Yesu. Si kama mamajusi tu. Nafikiri utakuwa umenipata. Umetaja issue za mataifa. Mataifa hiyo ishakufa hiyo. Nataka nikueleze kuhusu mataifa uliyoyataja hapa. Mataifa yote uliyoyataja hapa nimekushangaa sana. Jamani, unaposikia neno taifa kisha akasema Arabuni si taifa. Wewe ni msome Biblia miaka ngapi? Na kushangaa, muulize Fondo, Shabana amesoma Biblia miaka ngapi atakwambia. Nisomee Mwanzo 35:9. Sikiza mataifa. 35:9. Sikiza mataifa ndani ya Biblia. Ukisikia neno taifa uelewe vizuri. Kenya wakati inaandikwa hiyo Biblia, Kenya ilikuwa
ilikuwa hakuna taifa. Mchungaji, wacha kudanganya hao watu. Kila mmoja atakuwa kwenye kaburi lake tofauti na wewe. Cha ajabu ni siku ya kiyama atakukamata. Wewe ndio kudanganya, twende motoni. Nyote mnatumbukia. Soma hiyo. 35 35:9. 35:9 inasema. Nasema. Inasemaje? Inasema hivi. Mungu akafanyaje? Akamtokea Yakobo tena. Akasemaje? Aliporudi kutoka Padan Aram akambariki. Akamwambia, Mungu akamwambia, jina lako ni Yakobo. Utaitwa tena Yakobo. Lakini Israeli kwa jina lako. Endelea. Akamwita jina lake Israeli. Mungu akamwambia, mimi ni Mungu, ni Mwenyezi. Endelea. Uzidi ukaongezeke. Taifa na kundi la mataifa. Taifa kikusudiwa yeye na kundi la mataifa watakaotoka. Watatoka kwa nani? Watatoka kwako wewe Yakobo. Yakobo si ndio alioa wake wanne? Raheli, Zilpa, Bilha na Lea. Wewe alafu unasema unaoa kataka moja, kataka boda. Na wewe unashangaa Mwisraeli fake huyo. Chinese. Huyo fake huyo. Kidume Israeli mwenyewe alibeba 4 akazaa nao watoto 12. Wakaitwa wana wa Israeli. Alafu tukikaa hapa tukizungumzia hii mada, sio kwamba tunampinga Yesu, elewe vizuri. Yesu ni mtume wetu. Sura ya 2:136. Ni mtume wetu. Sio kama unaanza kututenga Waislamu kwa sababu tunasema alituma kwa Israeli ukafikiria labda hawamtaki. Ni msimamo wa vitabu na maneno alivyo. Soma hiyo 136 Qur'ani. 136 Qur'ani inasema. Sura ya 2. Suratul Baqara inasema hivi. Changamka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Nasema nini? Semeni ni nani? Semeni nyinyi Waislamu. Sisi Waislamu tunaambiwa tuseme nini? Waambieni Mayahudi na Manasara. Waambie Mayahudi na Wakristo. Tuambie nini? Endelea mwalimu. Waambieni Mayahudi na Manasara. Waambieni nini? Tunamwamini Mwenyezi Mungu. Ufahamu kwamba tunamwamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyoteremshiwa. Yaani hiyo Qur'ani. Endelea. Na yale yaliyoteremshiwa kwa Ibrahimu. Kwa Ibrahimu tunaamini. Na Ismaili tunaamini. Na Isaka wote tunaamini ni mtume wetu hao. Na Yakobo ambaye ndio Israeli tunaamini. Na kizazi chake tunaamini. Hivi vipi? Endelea. Na waliopewa Musa. Na waliopewa Nabii Musa tunaamini. Na Isa ambaye ni Yesu tunaamini ni mtume wetu. Yaani hii ndio hamna mtume isipokuwa akatumwa kwa kabila 12 wa Israeli. Hivi vipi? Endelea. Na pia yale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Wote hatutofautishi baina yote katika hao. Endelea. Wote tuna nini? Tunawaamini. Na sisi tumenyenyekea kabisa. Sisi tumenyenyekea kwa Mungu. Wa nahnu lahu muslimun. Na sisi ni Waislamu. Ulifahamu hilo mchungaji? Ila wewe kwa sababu unang'ang'ania Yesu ambaye hakuhusu. Yohana 10:1 ndiko langu la mwisho. Yohana 10:1. Inasema Yesu anakutambua wewe kama nani? Yohana 10:1 anakutambua wewe kama nani? Soma hiyo. Inasema hivi. Inasemaje? Yesu aliwaambia nini? Amina nawaambia. Yeye asiingia mlangoni katika zizi la kondoo. Yeye asiingia mlangoni katika hili zizi la kondoo, yani kabila 12, asiingia miongoni mwa kabila moja katika hizo 12, lakini hakuna kwingine. Anatumia dirisha kuingia kwenye nyumba ya wana wa Israeli kama hao wanaofanya hapa. Endelea. Huyo ni mwizi. Huyo kwanza ni mwizi. Anaiba nini? Anaiba chakula cha watoto wana wa Israeli. Yeye ni umbo kwa mjibu wa Yesu. Endelea. Naye ni mnyang'anyi. Huyo. Hii vipi mnasoma Biblia vipi? Haya maandiko mnaelewa? Alafu nadai na Roho Mtakatifu. Zimeisha dakika. Na Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu. Karibuni. Ni sisi tunauliza swali mwalimu. Nipo nafasi kwanza ndo nauliza. Nipo nafasi ndo tauliza. Chomekea. Anaulizia Ahmadiyya. Ukitaka Ahmadiyya waalike. Wewe unauliza Ahmadiyya nini hapo? Wewe waalike ukiwataka, watafute unakowapata. Swali langu tusomee Matendo 13:23. Swali langu liko hapo. Matendo 13:23 inasemaje?
katika uzao wake mtu huyo, katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mungu amewaletea Waisraeli mwokozi. Israeli mwokozi, yani Yesu kama alivyoahidi. Hilo ndiko liko sawa. Bwana Haivunjiki milele. Swali langu, je, hili andiko nasema amemtuma nabii Bwana Yesu kwa wana wa Israeli na ni ahadi ameweka Mungu. Je, ahadi ya Mungu inavunjika au haivunjiki? Swali langu liko hapo. Lakini muda wangu sinao. Au umeisha? Hayo. Ni wakati wa mwalimu wa Kristo. Siwasamei kabisa. Ismail Said Awad. Mwalimu karibu kwa dakika 5. Yaani Dioro ameshuka hivyo. Wanaanza kuimba. Wacha keti kwanza. Amekaa. Ameketi. 13:23 Matendo ya Mitume. Kitabu ni Matendo ya Mitume. Mimi siwezi kwenda kwingine. Kasoma yeye. 13:23 Ndio dalili ya kuokoka hiyo. Wameanza na nyimbo ni kanisani. Soma andika mwalimu wangu. Inasema hivi, Naam. katika uzao wake mtu huyo Naam. Mungu atawaletea Israeli mwokozi. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Ndiyo. Yaani Yesu kama alivyoahidi. Kama alivyofanyaje? Alivyoahidi. Akasema ahadi hajatanguka. Mungu yuko sawa, lakini unasoma Biblia kimakosa. Soma aya 46. Wewe Anasoma nusu. sasa sikiliza, ahadi ya Mungu hajatanguka. Swali zuri. Wewe unasoma 23, mimi nasoma 46. Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa wakasema nini? Ilikuwa lazima neno la Mungu. Ilikuwa lazima neno la nani? La Mungu. Ndiyo. Linene kwenu kwanza. Sikiliza lugha. Ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwa Waisraeli kwanza. Lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujua nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele. Angalieni twageukia mataifa kwa sababu walivyo tulivyoamriwa na Bwana. Mpendozi tena ufunuo nzuri. Jamani, amesema Biblia ikisema taifa inalenga nini? Waisraeli. Kasema huyo. Kasema niulize, Fondo ndiye wewe umesoma Biblia wewe? Yaani hivi. Mwalimu, nipo. Anasema hivi, ukisikia taifa kwa mujibu wa Biblia ni nini? Israeli. 15 Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo. Sahaba mkubwa huyu mwalimu. Alayhi salam. Kabisa. Soma andiko mwalimu. 15. Hao benashara Yesu aliwatuma. Akasemaje? Akawaagiza akisema katika njia mataifa. Amesema mataifa ni Israeli. Si kweli? Kwa hivyo nataka kuniambia Yesu anakataza wasende kwa Israeli. Wewe umesoma andiko, unasoma Biblia gani? Rudia. Kwa njia ya mataifa msifanye nini? Msiende. Na amesema mataifa ni nini? Israeli. Sasa wewe umesoma wapi ndugu yangu? Ungeeleza Israeli ni nani? Sasa wasema kwanza Israeli nani wajua? Wewe unajua Israeli nani? Qur'an msomee. Mimi nakuhurumia. Huyu amekuja asante kunywa maji maana wewe. Soma andiko. 2:41 nzuri. Qur'an 2:41. Inasema mtu. Jamani kama wewe ni mtu nyosha mkono. Mimi wa kwanza. Mtu watu wowote wacha Mungu wanaitwa nani? Israeli. Kama unamcha Mungu inua mkono. Kwa hivyo kama unamcha Mungu ni nani? Israeli. Hapo huko na jirani yako ameinua mkono, amche Mungu. Sijui. Mwalimu, kwa hivyo ahadi ya Mungu ilikuwa kwanza kwa Waisraeli, lakini Paulo amesema ndivyo tulivyoamriwa. Alipomaliza akenda. Wewe unajua taifa? Mwalimu, nipo. 2:5. 2:5. Matendo. Nimeifikia mwalimu. Inasemaje? 2:5 inasema hivi. Mimi nimeuliza swali moja hajajibu, naweza akajibu. Wale waliokuja kumsujudia Yesu wa kwanza walikuwa ni Waisraeli? Kusema kweli hawakuwa ni Waisraeli, walikuwa ni watu wa mashariki, na watu wa mashariki wanajulikana ni kabila mbili, Waarabu na watu wa kutoka Iran. Ndio wa kwanza kumsujudia Yesu Kristo. Nenda shuleni ukasome history. Kwa hivyo watu wa kwanza kumsujudia Yesu Kristo si Wayahudi.
ungekuja ukasema bwana umemaliza kazi. Mwalimu Nipo. upo? Nishafika. Soma andiko. Na walikuwako Yerusalemu Watu gani? Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa. Kwa hivyo Yerusalemu ilikuwa ni watu wa nini? Wa kila taifa. Tuna kazi sisi Kubwa. walimu wana balaa. Yaani unafundisha mtoto haelewi. Taifa haijamaanisha tu Waisraeli. Umeelewa wewe? Mwalimu akaja akamalizia akasema sijasema Yesu katuma kwanza mwalimu ameniuliza wapi aya Yesu Kristo ni rehema kwa walimwengu. Masekunde jibu 30 hivi. Hii haitoshi. Nitakuja kukupa tena ndani ya Qur'ani na ndani ya Biblia. Yesu ni rehema kwa watu wote. Si ndio tunauliza? Si ndio tunauliza. Dakika 2 kwani nikuachie. Kwani nikwambia wewe Muislamu. Swali la kwanza nimekuuliza, hao waliokuja kumsujudia Yesu Kristo walikuwa kabila gani? Si kwa kujibu. Sasa naweka kidogo hafifu kidogo. Mwalimu Nipo. chukua Biblia. Wamefika? Sana. Wacha nibadilishe. 28:18 Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo. 28:18. Ndio. Patie nyepesi. Hai nyepesi. Yesu akaja kwao, Akasema nao. Akasema nini? Akawaambia, ndio, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Swali. Yesu tunayemfuata sisi amepewa nini? Mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. Naomba aya moja. Muhammad kapewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Haya msomaji. Sija haraka. Hatari. Umeelewa swali? Wapi Yesu kapewa mamlaka, yani Muhammad kapewa mamlaka yote mbinguni na duniani? Wewe ushaeleweka. Tatizo unawaambia wenzako wawe kondoo, mara watu hatukuelewi sisi. Sasa hivi unatafuta watu sisi. Hii kondoo mmesema wenyewe. Vipi? Mwalimu temu zako. Asante. Huu msiba mkubwa sana. Kutoelewa Biblia ndo shida nimeiona hapa. Yesu anasema, tena sio Yesu anasema, mwandishi anasema hivi, Yesu akaja kwao akasema nao. Hii ni reported speech, kuna anayezungumza akasema nimepewa mamlaka yote duniani. Na mwanzo ulivyosimama hapa ulikuwa unazungumza kwamba Yesu ametumwa wapi? Duniani. Kweli, kwani manabii walitumwa mbinguni au duniani? So alitumwa duniani, lakini duniani kuna watu wote na kuna wale waliotumwa kwao. Ukistaajabu hilo 17:6 Yohana wewe. Unastaajabu hilo, sikiza Yesu anakuambia nini? 17:6. Yohana. Yaani inasema, yaani Ukristo ni sawasawa, kubeba Ukristo ni sawasawa unyoe kipara alafu uchukue gunia la misumari lile ujibandike kwenye kichwa chako. Utalishusha tu. Jina lako. Ukristo mzigo. Soma. Jina lako. Nimewadhihirishia watu wale ulionipa. Na Yesu mwenyewe anasema, jina lako wewe Mungu nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Yaani alitumwa hapa ulimwenguni, lakini kuna watu ambao walitumwa kwao. Bana muelewi? Ni vipi? Endelea. Walikuwa wako wapi? Wakati Musa na ambao watoe wana wa Israeli Misri, aliambiwa na Mungu nini? Kawatoe watu wangu Misri. Je, wale wa Misri walikuwa sio watu wa Mungu? Kwa mjibu wa pasta anapozungumza? La, haina maana hiyo. Lakini hao ni wamechaguliwa, ni wateule. Ndio maana akaambiwa kawatoe watu wangu Misri. Na anasema Yesu, walikuwa wako ukanipa mimi. Wewe ukatika hao. Wewe vipi? Endelea. Na neno lako wewe Mungu wamelishika hawa. Endelea. Sasa wamejua ya kuwa wewe yote ulionipa yatoka kwako. Maliza. Kwa kuwa maneno ulionipa mimi niliwapa wao. Maliza. Niliwapa wao nao wakayapokea. Wakajua hakika ya kuwa wewe nalitoka kwako. Wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Maliza. Mimi na waombea wao. Rudia. Mimi. Hoja yako imekufa hapo sasa. Mimi. Yaani imekufa, imeanguka na pua na haipumui tena. Mimi. Yesu anasema mimi Yesu. Naombea hao ulionipa.
Siombe ulimwengu. Siombe ulimwengu. Siombe ulimwengu. Huyo Yesu wako. Takbir. Allahu Akbar. Jamani mchungaji, usidanganye hawa watu. Hawa watu usiwadanganye hawa. 10:23. Yaani simuonee huruma sasa. 10:23. Mathayo 10:23 Mathayo inasema. Yaani yeye amesoma 10:5 alafu hakuimaliza chini. Mimi naenda 23 haswa kwenye pointi. Alafu kwa wengine ukitaka zaidi kasome Matendo ya Mitume 11:19. Wayahudi walipopata vurugu, walipoingia nchi ambazo si za Waisraeli, hawakuhubiri injili ila kwa Myahudi peke yake. Kwa nini? Kama kweli ilikuwa imetumwa kwa ajili ya watu wote. Bwana Yesu. Soma baba. 10:23. Inasemaje? Inasema nini? Lakini inasema lakini watakapofukuza katika mji huu kimbieni. Tulia. Wana wa Israeli wanaambiwa, wale wanafunzi 12, watakapofukuza katika mji huu kimbilieni mwingine. Sio kwamba huo mji ambao ni taifa wanakimbilia lengine. Endelea. Kwa maana ni kweli nawaambia. Yesu azungumzi uongo, anawaambia ni kweli nawaambia. Nini? Hamtaimaliza miji ya Israeli. Kwa kuhubiri injili hii miji ya Israeli hamtaimaliza hata ajapo mwana wa Adamu. Mchungaji, na bado hajaja. Mwana wa Adamu ashakuja. Na nakwambia injili itahubiriwa Israeli mpaka yeye atakaporudi. Injili yako naihubiri hapa ipi? Feki. 2:7 Galatia. 2:7. Feki yake ndio hiyo sasa. 2:7 Galatia. Hiyo ndio feki yake hiyo. Unatuleta injili feki. Kwa kweli kama tunatukuangalie mchungaji. Soma. 2:7 inasema. Inasemaje? Inasema. Bali kinyume cha hayo, huyo Paulo yule mtumia anasema bali kinyume cha hayo walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa kama vile Petro ya waliotahiriwa. Kumbe Paulo anatufahamisha kwamba injili ziko mbili. Kuna ya waliotahiriwa na wasiotahiriwa. Injili yenu nyinyi mnayoihubiri Yesu kwa watu wote ipi? Ya waliotahiriwa au ya wasiotahiriwa? Dakika zimeisha. Kimondo mnacho hicho mkibebe. Ala. Swali. Anauliza la pili. Mwasemaje? Swali moja peke yake. Umeuliza swali moja peke yake. Basi uliza alafu. Uliza la pili. Muda wangu. Asante. Asante sana. Irudia 15 yake. Anacheka 15 yake. Basi unajua nimeuliza mengi tu kwenye mada. Sasa yanabaki hivyo hivyo. Sasa inabidi sasa kuyarudia. Kwenye vitu huko wasomi umeingia wataenda kuyafanyia kazi. 15 Mathayo andiko lake alolitumia. 15 Mathayo. Alafu hapo limaliza. Inasemaje? Hao tenashara. Yesu yani 12 aliwatuma. Yesu aliwatuma akawaagiza akisema. Akisemaje? Katika njia ya mataifa msiende. Katika njia ya mataifa msiende. Wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Swali linakuja. Hawa Wasamaria walikuwa hawafai katika neno hili la Mungu mpaka Yesu akataze wanafunzi wasiende huko? Ndio tuambie kwamba ilikuwa lazima kwanza kule kumpinge Yesu, mtajipanga kwa Mungu. Mimi simo. Mimi sina kuachia na kusalitia Mungu. Ndio hivyo. Hao 12 Yesu akawatuma akasema katika njia gani? Wala katika mji wa Samaria. Mwalimu nipo. Kwanza nimrekebishe kidogo dakika 5 nzuri. Nisabie vizuri. Amesoma 10:23. Mathayo 10:23. Nzuri.
Ndio msomaji alikuwa na Haraka mwalimu, naomba kidogo nipate muda wangu. Inasema hivi, ndio mtumishi wa Mungu. lakini watakapowafukuza wapi? katika mji huu, ndio kimbilieni mwingine sana, kwa maana ni kweli ndio nawaambia hamtaimaliza miji ya Israeli ndio hata ajabu. Sikiliza lugha Yesu aliyotumia, hata ajabu mwana wa Adamu. Yesu anawaambia nyinyi hamwezi mpaka ajapo. Je, alikuja hakuja? 28:18. Inasema hivi, hata msomaji anasema hii pia. Soma andiko. Tena 20:19 nzuri. Inasemaje? Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, ndio pale walipokuwa wanafunzi, ndio milango kwa hofu ya Wayahudi, ndio akaja na Yesu anasema mpaka fanya nini? Ajabu. Yesu amefanyaje? Amekuja. Hiyo hutaitoa tena. Mwalimu akaja akatoa 17 akasema akasoma 9. Soma andiko. Mimi nawaombea hao Wakristo, sikilizeni vile Biblia inavyosoma vibaya. Akasema mimi nawaombea hawa, siombee ulimwengu. Akasema amemaliza kazi. Soma aya 20. 20 nasema ndio wala si hao tu wala si hao tu ninawaombea ndio, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Kumbe ukimwamini Yesu anafanyaje? Anatuombea. Hujasoma hiyo? Ukimwamini Yesu anakuombea. Haleluya, amen. Akaja akasoma Yohana 11. Unasahau wewe? Ndio maana alikuwa anaogopa. Haraka mwalimu. Yesu aliwaambia, jamani sikilizeni, Yesu akawaambia, amina nawaambia, naam, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo. Lakini jamani, hao si kondoo. Hao si kondoo. Yesu anasema yote ambaye haingie katika zizi la nini? La kondoo. Akwea penginepo. Inasema hivi, Yesu aliwaambia, amina nawaambia, ndio yeye asiyeingia mlangoni ndio katika zizi la kondoo. Malizia. Lakini akwea penginepo, huyo ni mwizi. Kwa hivyo yeyote ambaye haingie kwa kondoo ni nani? Ni mwizi. Ukiona mtu anasema yeye si kondoo, yeye ni mwizi. Si mimi. Ametoa yeye. Ni Biblia. Mimi sikutoa. Wakasema wao ni watu, wao si kondoo. 100 Zaburi. 100 Zaburi. Soma haraka mwalimu. Naikamata mwalimu. Chapu dakika zinaisha kijana mdogo. 100 ngapi? Hao wanachanga eti wao si kondoo lakini ni watu. Wewe 100. Wacha nikuonyeshe aya yake ya pili. Ndio. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Ndio. Njooni mbele zake. Ndio. Kwa kuimba. Ndio. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Ndio. Ndiye aliyetuumba sana na sisi tu watu wake. Kama wewe ni mtu nyosha mkono. Tu watu wake. Ndio. Na kondoo wa malisho yake. Kwa hivyo sisi ni kondoo tuliumbwa na Mungu. Ninyi mbaki si kondoo, hamkuumbwa na Mungu. Jehanamu inakodolea macho. Hivyo ndio ninasema. Mwalimu, nipo. Akauliza swali Msamaria. Yesu alianzia kwa wengine ndiye akaenda kwa Wasamaria. 4:6 kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Naam. 4:6. Inasemaje? Nimeikamata. Inasema hivi. Naam. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Ndio. Basi Yesu kwa sababu ametoka safari yake. Malizia. Akaketi hivi kisimani. Ndio. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Malizia. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Ndio. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Walikuwa hawaelewani. Nami ni mwanamke Msamaria. Ndio. Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Soma andiko. Yesu akajibu akamwambia, Yesu anaanza mahubiri kwa Wasamaria. Amemaliza na Waisraeli, Wasamaria. Sikiliza vipi? Kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambia nipe maji ninywe? Ndio. Ungelimwomba yeye. Kumbe Msamaria anahitaji maji kutoka kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hivyo amemaliza na Wayahudi, sasa ni kina nani? Wasamaria. Naona anapewa aya zingine 3. Mpatie 6. Anakopeshwa. Kwa hivyo Yesu amemaliza na Wayahudi, anakwenda Waisraeli. Haleluya. Kwa hivyo sisi Yesu anatuombea, sisi ni kondoo. Sasa nyinyi hamjatuambia ni watu gani. Na Mungu asifiwe sana. Haleluya. Mada ya kesho hapa, kati ya Uislamu na Ukristo, ipi dini ya manabii na mitume ya kweli?
Subiri. Oma, nikuombee baba kati. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hakika hayo si mashindano, tunaelimishana. Tunataka kufunga mkutano kwa heshima, pande zote mbili sawa. Wao wakimaliza kufunga, Wakristo mbaki tufunge kwa heshima. Na DVD ziko nyingi sana nimetoa. Nimeandika vitabu vingi, DVD nyingi sana. DVD ni shilingi 100. Mada ya leo ipo kwa urefu. Unachukua shilingi 100, mada zote takajozadi hapa. Kwa hivyo wacha wamalize kuomba vizuri. Tumewaalika, wamefanya heshima kubwa, wamekuja tumekaa nao vizuri. Wakimaliza kuondoka, na sisi tusome Biblia aya 1, tuondoke twende nyumbani. Sheikh, wanawake wangapi? Sama mada imeisha. Ukiona mtu ana mke zaidi ya mmoja, huo kidume. Kwenye mchezo